Upungufu wa nguvu za kiume ni janga kubwa sana kwa wanaume walio wengi. Na sasa hivi sio wanaume tu, hata vijana walio wengi wanalalamika kwamba wana changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Sasa nimefanya utafiti wangu kwa kuwa nakutana na wanaume wengi wenye changamoto hii. Asilimia kubwa chanzo hiki kimetokana na punyeto. Asilimia kubwa chanzo hiki kimetokana na punyeto. Huenda ukiwa katika umri mdogo, uko shuleni ama uko haido, umekuwa ukifanya punyeto. Sasa punyeto huwa inaharibu seli za kwenye uume, lakini pili huwa inapasua vimishipa vidogo vidogo na vimisuli vidogo vidogo vilivyoko kwenye uume, hivyo kushindwa uume kusisimka au kushindwa kusimama au kushindwa kuruhusu damu ya kutosha kwenda kwenye uume. Kwa hiyo imepelekea watu wengi kuwa na uume uliosinyaa au uume ambao hauwezi kuamka kusimama, au uume ambao ukisimama unakuwa legelege, ama uume unaweza ukasimama na ukishaingia kwenye viungo vya mwanamke unalala. Hii ndo changamoto inayowakumba wanaume wengi. Sasa leo nitakupa suluhisho, na kabla ya suluhisho nitakwambia madhara ya kufanya punyeto kwa muda mrefu. Madhara ya kufanya punyeto kwa muda mrefu. Sikiliza hii video mpaka mwisho, na mwisho nitatoa solution ambayo imewasaidia wengi. Naamini hata wewe imekusaidia, hata kama umetumia madawa mengi, umetumia mbinu nyingi bila kupata suluhisho. Hii suluhisho itakusaidia. Sasa madhara ya kupiga punyeto kwa muda mrefu ni kupungua kwa homoni ya kiume ambayo inaitwa testosterone. Unapofanya punyeto kwa muda mrefu, mara kwa mara, unashusha kiwango cha homoni hii ya testosterone, na hii homoni ndio inayocontrol kila kitu kwenye swala la tendo la ndoa. Kwa hiyo ikishuka, level yake ikiwa chini, tayari huwezi kuperform vizuri. Hii ni dhara namba moja. Lakini dhara namba mbili ya inayosababishwa na punyeto kwa muda mrefu ni kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Kwa hiyo kama wewe umekuwa addicted na punyeto, ni shahidi ya kwamba kuna wakati hisia za kufanya mapenzi zinapotea, ila hisia zako zinakuwa zimeelekeza kwenye kuangalia picha za ngono, kuangalia picha zinazosisimua. Na ukiangalia picha za ngono na picha zinazosisimua, basi unaingia katika hicho kitendo cha punyeto. Kwa hiyo inapunguza ile hamu tunasema. Lakini pia inasababisha tatizo la kutokusimama kwa uume. Kama nilivyosema, unapasua vile vimishipa vidogo vidogo, unaharibu zile seli ambazo ziko kwenye uume. Kwa hiyo uume unakosa nguvu. Kwa hiyo ukikosa nguvu unashindwa kusimama. Lakini sababu nyingine ni kuchoka na kupungua kwa nguvu za mwili. Hizi nguvu za mwili za kawaida, kama wewe umekuwa addicted na punyeto, ni shahidi. Kuna wakati unahisi mwili ni mnyonge, mwili ni mchovu sana. Lakini ikitokea ukafanya mapenzi, basi unachoka, unashindwa kurudia tendo. Na ukilala unalala kabisa fofofo, kwa sababu kitendo hiki cha punyeto huwa kinapunguza nguvu za mwili na nguvu za kushiriki hilo tendo. Lakini madhara mengine ni kukufanya uwe na muda mfupi, yani kwa kifupi niseme ni kukufanya ushindwe kufika kileleni, ama ushindwe kumfikisha mwenzako kileleni. Na kingine huwa inaleta msongo wa mawazo. Haya ni madhara yako mengi, lakini haya nimeona ndo yanatokea kwa watu wengi. Sasa ufanyeje kama tayari umeshaathirika
Ufanyeje kama tayari umeshapata changamoto hii? Ninakupa mbinu mbili tu. Hizi mbinu ukizizingatia, baada ya wiki 2-3 utaleta ushuhuda mwenyewe hapa. Njia ya kwanza, funga. Funga. Si unataka kurejesha nguvu zako? Si umetumia gharama nyingi kurejesha nguvu zako na hazijarudi? Si unateseka, unadharauliwa, mke wako anakudharau, anakuita mwanaume suruali, umeogopa kutongoza wanawake, umeogopa kufanya mapenzi kwa sababu hauna nguvu za kiume. Sasa njia ya kwanza, amua kufunga. Funga kwa muda wa masaa 24 kila siku kwa muda wa wiki 2. Funga masaa 24, maana yake kula mara moja kwa siku, na hiyo mara moja kula kila siku saa 12, kati ya saa 12 na saa 1. Kila siku kula saa 12, kula kati ya saa 12 na saa 1. Funga kabisa. Kufunga kuna faida mbili kwako. Faida ya kwanza, itaruhusu mwili uingie kwenye ketosis. Ketosis ni mchakato wa mwili kutumia mafuta yaliyoko mwilini kama chanzo cha nishati. Kwa hiyo mafuta yakitumika kama chanzo cha nishati, mwili wako utaanza kupoteza yani mafuta yale yaliyogandamana kwenye mishipa ya damu, mafuta yale yaliyogandamana tumboni, mafuta yale yaliyogandamana kwenye moyo, yaliyogandamana kwenye vimishipa vinavyopeleka damu kwenye uume, yatatoka yote, kwa sababu mwili utautumia hayo mafuta kama chanzo cha nishati kwa muda ule ambao wewe utakuwa umefunga. Kwa hiyo misuli itasafishika, misuli na mishipa itazibuliwa, mafuta yataondoka. Kama ulikuwa na kitambi, utaanza kuona taratibu kinadisapia, na hivyo damu itaweza kuflow bila shida yoyote. Lakini faida ya pili ya kufunga ni kufanya mwili uingie katika process inayoitwa autophagy. Autophagy ni process ya mwili kuondoa seli zilizoharibika, seli zilizochakaa, kuziondoa kwenye mwili. Seli zilizozeeka inaziondoa kwenye mwili na kuzalisha seli mpya. Kwa hiyo kama wewe umefanya punyeto kwa muda mrefu, maana zile seli zote zilizochakaa kwenye uume zitaondolewa, seli zilizozeeka zitaondolewa, na mwili utazalisha seli mpya. Kwa hiyo uume wako utaanza kutengenezwa upya. Tunasema kufunga ni muda wa kufanya matengenezo ya mwili. Hii ni njia namba 1. Wewe mwenyewe ukifanya tu utanishukuru. Lakini unapokuwa umefunga ufanyeje? Kwa sababu kama ni mara yako ya kwanza ndio unaanza masuala ya kufunga, kuna wakati utajihisi mnyonge sana, kuna wakati utajihisi mchovu sana, kuna wakati mwili utakuwa na kizunguzungu, utakuwa na kichefuchefu. Ufanye nini? Unapofunga hakikisha unaandaa maji ya chumvi ya mawe. Hakikisha unaandaa maji ya chumvi ya mawe. Para asubuhi unapoamka, kunywa glasi 2 za maji ya chumvi ya mawe. Mchana unapojihisi mnyonge, kunywa glasi 2 za maji ya chumvi ya mawe. Hii itakusaidia kugain energy, itakusaidia muda wote kuwa na nguvu, lakini itakusaidia usipoteze madini mengi wakati wa kufunga. Hii ndo njia ya kwanza. Trust me, itakusaidia. Lakini njia ya pili ni njia ya chakula. Chakula. Unapofungua, je, ule nini? Unapofungua, je, ule nini? Ukifungua, kula vyakula vifuatavyo. Sio lazima vile vyote kwa wakati mmoja, lakini kula kati ya vyakula hivi kulingana na vyakula vinavyopatikana kwenye mazingira yako. Kula vyakula vya protini. Hapa nazungumzia nyama, nazungumzia samaki, nazungumzia mayai. Na katika programu ya kurejesha nguvu za kiume, mayai ni muhimu kula kila siku. Yaani mayai ni muhimu kula kila siku. Na hapa nazungumzia mayai ya kienyeji. Unaweza ukayachemsha, ukala yaliyochemshwa,
au ukayakaanga. Ila ukiyakaanga, hakikisha unayakaanga kwa kutumia mafuta ya nazi au mafuta ya mzeituni. Hii itakusaidia sana. Hii itakusaidia sana. Lakini pia hiyo ni aina ya kwanza ya chakula. Unaweza kama kula nyama choma, ukala kuku, ukala nyama ya mbuzi, ukala nyama rosti, ukala nyama yoyote ile. Ila kama utaamua kula nyama rosti ama nyama ya kukaanga, basi hakikisha unatumia mafuta ya hiyo nyama kukaanga. Usitumie mafuta mengine zaidi haya. Hiyo ni aina ya kwanza ya chakula. Aina ya pili ya chakula, kula vyakula vya mafuta safi. Mafuta safi. Na hapa tunapozungumzia mafuta safi, nazungumzia mafuta ya mzeituni, nazungumzia mafuta ya nazi, nazungumzia mafuta ya parachichi, nazungumzia mafuta ya mawese, nazungumzia mafuta ya wanyama, mfano samli au siagi. Haya ndo mafuta masafi. Epuka kutumia mafuta ya mbegu. Epuka kabisa kutumia mafuta ya mbegu. Epuka kutumia mafuta ya alizeti. Mafuta ya mbegu huwa yanasababisha uvimbe kwenye mwili. Na uvimbe ukishakuwepo kwenye mwili, tayari homoni ya testosterone inashuka. Homoni ya testosterone ikishuka, nguvu za kiume hakuna. Tayari ni chanzo cha wewe kupata pressure, ni chanzo cha wewe kupata changamoto ya moyo, ni chanzo cha wewe kupata matatizo ya sukari. Na haya yote ukiyapata, nguvu zinakuisha. Kwa hiyo epuka kutumia mafuta haya. Tumia hayo mafuta mazuri. Na mimi huwa napendelea katika lishe yako, kama leo kama umeamua unaweza ukapanga hivi, unapofungua fungua kwa kula mayai, na hapa tunasema mayai 3 mpaka 6 kwa mlo mmoja. Mayai 3 mpaka 6 ya kienyeji. Kula mayai, alafu kula parachichi moja, alafu kula kipande kikubwa kimoja cha samaki, au kula portion ndogo ya nyama choma au nyama rosti ama nyama ya kukaanga ama supu ya nyama. Alafu weka mboga za majani nyingi za kutosha. Weka mboga za majani nyingi za kutosha. Alafu tafuta wanga kidogo, na hapa wanga nazungumzia complex carbohydrate. Weka gimbi moja, weka gimbi moja, au weka kiazi kimoja, au weka muogo mmoja, au weka boga moja, kipande cha boga moja. Hiyo ni chakula chako unapofungua. Chakula chako unapofungua. Alafu kama utakuwa na maziwa mtindi, unaweza ukashusha na maziwa mtindi, japo sio lazima. Lakini ukimaliza unakunywa maji mengi. Ukishamaliza hiyo lishe, tembea kwa muda wa dakika kama 5. Fanya zoezi la kutembea. Kama kwako kuna ardhi, kuna sehemu ambayo ina udongo unaonekana hujaweka pavings, basi tembea miguu peku kwenye udongo au kwenye majani. Hii itakusaidia kuamsha energy. Itakuconnect na energy ambayo ni natural. Hii ni njia ya vyakula. Ukimaliza hapo, basi njia zingine najua unazijua, kufanya mazoezi, sio kufanya nini, hivyo unavijua. Lakini hizi mbili ukizizingatia ndani ya wiki 2-3 mfululizo, utakuja na ushuhuda hapa. Mimi nimemaliza. Kama utakuwa na swali, uliza hapa kwenye comment section. Na kama utahitaji maelezo zaidi, uliza hapa kwenye comment section. Nipo kwa ajili ya kukusaidia.